Yala. Sio kila mtu mwalitupa River Yala is coming from Nyanza. Is not everyone from River Nyanza. Sasa those guys wakisikia River Yala, they think River Yala imebeba tu watu from Nyanza. They are not people from River Nyanza. They are not people from Nyanza. Maybe they can be people from Rift Valley. They can be people from Northern Kenya. They can be people from Western Kenya. Umenielewa? Sasa these guys akirusha hiyo coin, the few people wenye wa think outside the box wanafikiria they are targeting ati wenye walitupa River Yala they are only from one area. So the president akisema hivyo amerealize in Western region where the ODM rezones ili backfire the last weekend, ili backfire vibaya sana. Sasa amerealize how can I win this again back. Amerudisha River Yala. Nikasikiza leo Faru anaongelea wale wa kabila in Kakamega. So we are monitoring their pattern, how they are moving. Lakini ukora ni ile. Ukisikiza statement ya Joe, the same thing they are saying. Sasa ni kitu wenye wamekaa chini wakadiscuss. Let us attack because we are losing Western region again. We have lost Mount Kenya. We have lost part of Western. Sasa Kakamega County na also ilienda last weekend. So the guys, please Matiang'i, tunapigia Matiang'i debe. My friend, hakuna mtu atapinga Matiang'i kwa hii platform. Matiang'i is the cleanest man and he was doing the work. President alikuwa Uhuru Muigai Kenyatta, deputy president alikuwa nani? Alikuwa William Samoei. And Matiang'i alikuwa ana execute kazi ya government ya president and the deputy president as the PS. Sasa mkituletea story nyingine hiyo blame games, my friend, we don't want the blame games. Matiang'i will clean this country. Kama aliweza kusimamia mitihani ya watu, anaweza chunga pesa also. He can chunga everything. Nimemalizia hapo. Thank you. From Western. We are followers of Matiang'i from Western. Thank you. Kama Ruto anaongea kuhusu masuala ya River Yala, naweza uliza Ruto kitu moja. Tusiingililie maneno ya River Yala sababu hata jenzi ni juzi tu amekufa. River Yala ilikuwa back then. Just juzi tu hapa. Majenzi wamekufa. Tunafaa tuulize nani? Kama ni maswali ya River Yala, yeye alikuwa kwa government at that moment. Sasa hii jenzi wamekufa. Yeye ndiye alikuwa head of the government at that time. So, hii ya jenzi ni tuulize nani? Hii maneno ya Ebola tuulize nani? Who should we ask? Sababu Alberto Juang pia. Ngoja wakati unaniambia ati Ebola tunafaa tulete, ni yeye tulimuona kwa picha na wazungu na Trump na nani akisaini hizo maneno. So afai kutuletea ati Matiang'i River Yala, okay, ni one scenario. What else? Thank you. Sapi just yuko. Yes, niko. Karibu sana. Nakusalimia ndugu yangu. Siku nyingi kabisa. Niko poa man. Karibu sana. See you, a very good person ambaye ana siasa mbaya. Na nashauri watu wote waanta mkwe kama jamaa. Napenda kila mtu licha kwa mrengo mwingine. Niko na swali na huyu jamaa mwenye amekuwa mkali kweli, karibu anatumaliza hapa. Amesema kwamba eti rais wake alikuwa anachukua masharti kutoka kwa rais, kwa hivyo haikuwa makosa yake. Inamaanisha kwamba mtu kuchukua masharti mabovu ama the wrong decisions is still okay from where he sits. Is that what he's telling us? Can you respond kindly before I take over? Ni mimi unaniuliza hiyo swali ama nani? Yes, respond to it. Let me respond to it, Mr. Pinches, you know ranking. Ukiingia kwa hizi rankings, kuna mwenye anakuanga juu yako, mwenye anakupea order huku chini. Hata sasa hii president anaweza peana order kwa watu wa army waende wafanye fujo mahali, si ndio? Ndio Pinches? Usicheke. President anaweza peana order watu wa army waende sehemu fulani wapigane. Kama hajapeana hiyo order, watu wa army hawezi kubaliwa kutoka Kenya waende mahali. So the moment president amepeana order kwa watu wa army, immediately watatoka waende wafanye hiyo fujo. So they are respecting the orders.
Hawawezi from where kataa. you sit, let me use the example of me. I'm your boss. I tell you go Sir and kill. Pinches. Ngoja Sir kidogo ya Pinches. good life. Kidogo good life. I'm your boss Ella. Nikwambia enda uwa siasa Kenya. Unaenda kumuua tu. Si ndio hiyo kwa sababu nimesema. Sababu umesema na niko kwa hiyo position ya kuamua, I'll do it. Gachagua alikataa kwa impeach. Do you know what we call Gachagua alikataa kwa hiyo masharti akaikuwa impeach. Do you know what we call principality in leadership? Principality, I don't know. You can teach me about that. Principality means you take instructions that are making sense from the legality aspect. I have asked you, if I'm your boss and I instruct you to go and kill Siasa, will you go and kill? The answer is no if you are sober enough. Because you would say, this one is out of order and I should That not one go is by out of order. What will happen to you after rejecting the order? What will happen to you here in Kenya? What will happen to you next? You might be sacked. Do you remember Mother You might be Karua? sacked. Yes. You might be sacked. That's the answer I need. You might be sacked. What if nategemea sana hii kazi ndo nalisha nayo watoto wangu na familia naogopa kukua sacked. Siasa Kenya, is that man making sense? I'm sorry to say so. Is he making sense from where you sit? Let me answer you, Pinches. Pinches, let me answer you. Eh bwana, mnatetea Matiang'i mnaharibu kura bwana. Hata msikubali yote niwasaidie leo. Msikubali vitu. Niko nakwambia siasa Pinches, Pinches tumesha kuona your movement and we see it, your movement. Matiang'i is a very clean man. Hii siasa ya kusema sijui Rivayala, Matiang'i amekuambia very well. You are the head of the state. Can you go ahead, investigate, arrest those people wenye walikuwa wanaua watu? Umenielewa? Sasa ukikuja ati alikuwa anafuata wrong instruction, that is your mentality venye wewe mwenyewe unasema. Matiang'i knows a lot about pale Rivayala and he knows, amemwambia vizuri. You have the file on your table. Can you do it? You are the president himself. You are the president now. Do it. Kama unaona Matiang'i yako na makosa, come for Matiang'i. If you see the Inspector General of Police walifanya makosa, come for it. Wewe imagine inaweza kuwa mtu wa opposition hiyo wakati alikuwa anaua watu wanatupa Rivayala, alafu anazingizia government. That is possible. Kama sasa hivi wanasema it's okay Mussolini, let me ask this question Mussolini. Si wanasema sasa hivi Pulse ni wa oppositions. Wana influence. Let me reason with you and agree that what you're saying is making sense. Now Mussolini, yes. Can you tell us something about the disobeying court orders, especially when Miguna was deported to back to it where he yeah. What can you say about that? That was incorrect. Yes. It was incorrect. Na hata mimi unaona pale ndio nilikuwa nika-realize Raila Odinga also had a problem. Hii mambo yote ilifanyikia Miguna, Raila was behind it. He was behind it. Uhuru angefight Miguna zaidi kwa sababu ilikuwa shida yake, ilikuwa yeye ni Raila. Haikuwa Miguna. Raila aligundua Miguna is removing the secrets kwa sababu amekuwa betrayer. Yeye ndiye alimwapisha na baadaye Raila akaenda handshake, Miguna akahang kando. Sasa huyu Miguna akajaribu kuandika kitabu akitoa siri za mzee, ndio Raila akamfight back. That is what happened. So you agree that he did a wrong thing? Yeah, mpaka tangia wakati mimi sikuwa follower Raila, imagine from that day. I'm talking about Matiang'i. I'm not talking about Raila. Matiang'i alikuwa anafuata orders. Now ukiwork on security agents, my friend. I don't even you go to war field, my friend. You are the same person telling us that he didn't do it. Ndio nimekueleza, if you refuse to do kufanya orders in security field, my friend, go and read those section na yoki hapo yenye wanakula. Usifikirie security sector ina act kama venye wanafikiria. I have no problem, mister. I have no problem, mister. Hata unajisumbua. Sir Pinches, it happened, right? Hizo zote wrong zili happen. What has the current government done to make things right? Kama hizo vitu zote ni sawa zili happen hiyo time. Hii government yenye iko saa hii wamefanya nini ku make vitu zikuwe sawa? If there's nothing they have done, thank you. Yote ni ushenzi. Good life. You see, my argument here is, even if, as you say, that things are not working effectively, the aspect of fixing it with somebody who has got clean hands is very essential. I've asked you once again, and you are attesting that this man was taking wrong instructions. Therefore, the aspect of principality in his leadership is not here nor there.
And that is your point, ndio nilikuwa najua you are Okay, coming I to can fight answer again. you. Okay. Acha Mussolini, acha nikwambie hiyo. Okay, acha nikwambie hiyo vile imewaka. Kuna kwa mtu kwa zile vitu alifanya, the reason why we are supporting Matiang'i, okay, for me the reason why I'm support ni hii. Of course kuna vitu zenye alifanya hata mimi on my personal level hazikunibamba kama hiyo ya kunene ati Miguna si Mkenya. Of course that one ilikuwa ni ujinga. Kuna time ya maandamano pia kuna vitu zenye alifanya hazikunibamba, but nikiangalia on the positive na negative side yake akuna more positive things zenye amefanya than the negative side. So that's why mimi namsupport. That's my personal level. Vitu zenye amefanya fiti yenyewe naona nikiangalia kwa ile mbogi yote yenye nataka president. Unajua of course kuna watu wazuri hata kuliko Matiang'i ama kuliko Sifuna. But kwa wale watu wamesema mimi nataka kuwa president, nikiangalia I choose Matiang'i because of the positive things I know about him. Okay? So usianze tena huko kulikuwa unless I'll be right to say you are choosing a lesser evil. Will I be right? You be right. Yeah, of course you are right. Kusema I'm choosing a lesser evil person. Nobody's right 100%. Let's agree on that. What ascertain good governance by choosing a lesser evil? You cannot have 100% sure person. You cannot have 100% sure. Hata wewe unajua, hata wewe kama uko na bibi na nini, hata unajua kidogo kuna vitu ndanganya bibi yako kidogo, lakini anakuchaguanga tu bado. So in uniform we all agree that Matiang'i is not a clean man. Do you agree with that? Pinches, sasa unaonea Matiang'i. Ruto killed so many people at Kiamba. Mkamchagua akaingia. Akaenda mpaka Hague. Matiang'i hajaenda hata Hague. Na Ruto amekuwa mpaka president. Amekuwa mpaka deputy president. Yeah. So zile za Ruto mbona muone? Hizi ya Matiang'i moja mnaona. It is okay. My question is, we'll now all agree that Matiang'i is not a clean man. From what you people are telling me, is that right? Matiang'i is a clean man. I know your agenda. Pinches, I know your agenda. Mussolini, tukue honest, hayuko 100% clean, but kwa wale watu wenye tumeangalia, unajua unaangalia kwa wale watu out of 10 tukianza kupeana out of 10, Matiang'i yako na 8 yake ama 9 yake. Thank you for accepting that Matiang'i is not a clean man. Thank you for that. Now we can go ahead. Clean person. Nataka utetee wewe ni mtu wa tuta, ulete mtu clean wako. Cheki. Mimi nilikuambia this guy alikuja na kizungu mingi kama the other one. I know these people. Kizungu mingi na kutoka vocabulary mingi, but they don't understand anything on basic life. Kwa sababu mtu akiongelea about security or ukiongelea maana security, you have to understand how security operates. Hiyo ni kitu inatakana ujue. Do you know where you work? Sasa huyu jamaa akikwambia We don't want to let us do job. Hatujakwambia kwenye tunafanya. Tuambie ni nani wako wewe. Atuambie tu ni nani wake msafi yeye alete. Let me inform Nani Pinches. Even Raila was not a good man. Raila was not a good man also. But he was less evil than others. Sasa tumerealize watu wenye wako hii kikosi inakuja mbele, tunatafuta the less evil person. Mussolini, I'm asking you again. Mussolini, I'm asking again. We all agree that Matiang'i is not a clean man. Matiang'i is Mussolini. Watu wengine mnakuwa na majina zingine, unajua unaitwa hapo saa mbele, lakini unataka kufikiria kama mtu mkubwa. Tumekuja hivi kwa wale wa siasa Kenya, wacha niache watu wako wapumue bana. Hawa ndio wamaliza. We want Pinches to hear what is here. Lakini Pinches pia kwangi sawa. Pinches pia kwangi sawa by the way. Pinches anataka mtu msafi. Pinches hakuna mtu msafi. Unataka mtu msafi atoke. Tuneni polepole, tuneni moja moja ndio tuelewane. Kenya we all agree that wacha tupatie Pinches alete tu mtu wake na tujue ni nani. Wacha Pinches yako na mchezo mingi. Kama mtu msafi tunasema tu mtu yake hapa. Kasiasa. Kuna mtu msafi. Pinches akuja polepole tuelewane basi. Nini hapa hivi? Pinches yataje mtu tupatie. Sisi tunapigia tupatie tupe mtu yake. Tupatie Happy Me nafasi. Happy Me namna gani? Good night. Mimi ongea basi. Mimi hata watu wakibishana, mi nataka mniambie kitu moja nielewe, juu mimi sijaelewa. That's why mimi sijaona faida ya kutoka kwa serikali
or kupinga serikali iko. Mimi siwezi kataa Matiang'i is a leader, but Matiang'i now he is with politician. Kitu ya kwanza mimi naweza sema there is no different ya Matiang'i and Ruto or ule mwenye alikuwa or mwenye atakuja, ni kitu moja. Matiang'i alianza vizuri because movement yao watoto waliona ile kazi yenye alikuwa nayo na ile kitu yenye akitaka ifanyike inafanyika as like a leader, something iko ndani yake. But saa hii akakuja akaingia kwa chama ya yenye ilitoka Jubilee ndio ilikuwa before. So saa hii tulitoa Jubilee ikakuja UDA. Bado tunataka mtoe UDA muweke Jubilee na mnataka mabadiliko. Nyinyi mnaona ni mabadiliko gani Jubilee haikufanya inataka kufanya saa hii? Because mtu akikupea chama yako, mtu akikupea nyumba yako, control. Na wacha nisiwadanganye, Matiang'i hata mkimuweka kwa kiti atakontroliwa na mwenye chama. Na mnajua mwenye chama ni nani. Na Uhuru na Ruto walikuwa two criminals wenye walitolewa ICC, wakakuja wakapewa terms zao wamalize waende. Nyinyi hamuoni mnamaliza hii nchi? Inafaa tufikirie. Acha nikujibu. Wakati ulikuwa unapigia Ruto, huko unajua ni wa Jubilee. Huko unajua Ruto ni wa Jubilee, wala alikuwa Jubilee. Wacha tu these guys nimekueleza, unaona these guys chama nimekuambia tunapigana Ruto individually. Ndio unaona, wacha niwaeleze. Hawa jamaa ukiona wenye wanatoa points kama hizi, hawa na watu wanakuja kuharibia Matiang'i, they are being paid bloggers. These are bloggers. Mimi sijaribia mtu. Kuharibia jina Matiang'i, these people. Na msikue wakali. Nyinyi watu wa opposition ndio mnaharibia leaders wa opposition kura. Msiwadanganye. Wacha tukujibu. Na kitu baya. Ngoja, nimeulizwa swali. Before you become a president, you must be a politician. Okay, acha sasa nimtumie mambo ya chama. Uhuru anataka kuuza chama yake. Anataka kuiuza. Sasa nani anajaribu kutest hiyo chama aone kama ni kama kuuza gari. Anajaribu kutest. So akishachaguliwa enda atakuwa kiongozi wa Jubilee, atakuwa shanoyo Jubilee, yeye ndo atakuwa kiongozi wa Jubilee sasa kabisa. Ni kama kununua shamba, atakuwa hii shamba mimi nimeinunua sasa imekuwa yangu. So atakuwa akiendesha vile yeye anataka. Hata iendesha ati vile mtu alimuuzia alikuwa anaiendesha. Tuelewana on that. The same way na kuuza gari. Ukiangalia ati umenunua shamba, unajua mtu amekuuzia shamba alikuanga mwizi, ati unajua hata utakuwa mwizi. It can't work that way. It works in different way. Huyu alikuwa mwizi. So umenunua shamba. Uchukue hii shamba. Unaona sasa ulikuwa na kitu kidogo ati sasa umeanza. Sasa ndio naeleza huyu madamu haelewi siasa huyu. Sikiza kwanza. Mimi nitamfuata Matiang'i saa ile Uhuru ataretire as a Jubilee leader. Hapo ndio nitaamini hiyo yenye mmeniambia. Mnasikia? Alafu ule mtu ananiambia ati kwa nini ulijua hivyo na ukapigia Ruto? Ruto hakupigiwa kura. Juu hata Raila ndiye alipita. But aliyekwa hapo. Because ile kesi ya ICC. Na hiyo kesi ya Uhuru alisema na hiyo kumi atamaliza. Tulimpigia kura, kuna propaganda, tulimpigia kura, hiyo propaganda ndio sindo tulimpigia kura. Bro, unaona these people ukiangalia similarity ya watu wako na hii uongo ya Raila. Ati sijui niliibiwa. Even mimi nilikuwa follower Raila. Nikakuja nikarealize huyu mzee anaogopa kuwa president. Naweza mchibu. If naweza mchibu madam. Huyu madam hapo na shida. Uongo mnadanganya. Kingi mjibu halafu ndio patia nani aongea. Semi kitu. Wacha sasa nimwambie. Mzee yake akiwa pasta haimaanishi pia yeye ni pasta. Nasikia? Unaweza kuwa unakunywa, unaweza kuwa mlevi na mzee wako ni pasta. Naona Matiang'i. Mnanisikia? Ongea tunakusikia.
huu madamu mara ya kwanza alisema ukiuziwa shamba ni ya mwizi, alisema ama nyumba? Ile statement ya nyumba Amesema shamba, amesema shamba. Amesema shamba. Shamba ilikuwa mwizi ama ya nini? Amesema walipa shamba. Nimesema kama shamba ilikuwa ya mwizi, mtu mwingine akinunua haimaanishi pia mtu ni mwizi, ama ataendelea kukuwa mwizi juu alitoa kutoka kwa mwizi. Kenya atapewa title deed. Okay, wacha nikuulize. Unaweza nunua kitu yenyewe na nini title? Okay, utanua amenua kitu iko na title ndio, but mtu alikuwa anasikia ni sawa, ndo wanaendelea kuchange, ndo wako njiani wakiendelea kuchange until iko wanafuata ile process ya kuichange till the next buyer apewe kila kitu complete. Hata shamba uenda kununua leo na upewe title deed leo, unaenda mnafuata nini ndo wanaendelea kufanya consultation. Si ufikirie kama mtu mkubwa, ni unataka kufikiria kama mtoto wa class 2. Wacha niwaeleze, madam haelewi politics. He doesn't know. Wacha nimueleze kidogo. Ford Kenya, for example, Ford Kenya mwalikuwa head alikuwa kila Jaramogi. Wakakuja Kilanga kwa Malwa, si ndio? Wakiuziana mpaka ikakuja Western. Kutoka Western ikakuja ikaenda mpaka kwa nani, kwa huyu Wetangula. Wetangula juzi akiambiwa auze chama, aliambia Ruto nini? Alimwambia is better niache hii kiti ya speaker, but chama yangu yezi enda. NC si Musalia Mudavadi alikuwa ameuza. Amepiga shoka ameuza. Sasa Ruto ndiye alikuwa na control that chama. Umeelewa? Sasa madamu haelewi in politics also, mwanzilishaji wa chama anaweza uza chama. Hiyo kitu yenye yeye haelewi. Unaelewa? Ruto alikuwa hauelewi. Wacha nikupatie historia ya Adolf Hitler. Let me teach you about Adolf Hitler. Alitoka akaenda akatengeneza Uber. Mbona mtu mwingine hawezi kuwa a full man atoke kwa chama yenye anajua si yake sasa wewe unajua kutengeneza chama ni pesa ngapi? You know, leader ataki expenses mingi, ataki kuwaste pesa. Bunda chama ingine inahitaji pesa, ataki kuwaste pesa. Si Mussolini kidogo tu. Mussolini good life kidogo tu. Naona Kenya ningependa pia kuwa show ni ati you need to know tunaongea na watu wenye wako into politics 50-50. Ona mtu kama Happy Me. Oh yeah. There's a time tulikuwa bado kwa hii session. Yeye alisema vizuri na mdomo wake akasema yeye alikuwa one term but alienda two term kwa sababu ya kidogo my guy, hebu relax kidogo. Alienda two term kwa sababu ya 1 2 3 things of which alisema Uhuru hapo, alitaja Uhuru hapo kwa hiyo story. Then akakuja akasema yeye anaishi mali yako saa hii na anaogopa kusema one time kwa sababu vita itakuwa huko mali yako na mali wamejenga watafurushwa warudi mali kwao. So kulingana mi understand point ya huyu mama ama huyu millennial ni yeye ni muoga. So anaongeanga out of ile fear. Unaona? Na mimi najua kuchange something haitaki, sometimes changing something ama ku have the thing you want inatakanga courage. So ukisikia mama anaongea mambo ya party, yeye anaona like yeye anajaribu kudhani mtu akiingia pale na Jubilee atafanya venye mwenye chama anataka. No, this is a country. Na unafaa ujue. Sikia kwa nini mimi ni muoga. We fight for Raila for almost 3 months over 4. But Raila what he did, alienda akasalimiana na akakuwa prime minister na maisha ikapanda. So why are you sure this person hata kubetray na bado hata kuwekea ile mzigo yenyewe bado unataka akutoe? That's why mimi madam. Sasa madam mtoka kwa siasa, madam wacha nijibu madam kidogo tena. Kidogo tu moja. Yo, ama politics madam. Tulie kidogo tu niongelesha bado mama. Wewe Happy Me. Wewe according to you ukiangalia politics ya 2026, politics ya 2027 ya from okay, wacha niseme politics from the time Ruto alipass bill ya kwanza hadi leo na politics ya 2017, politics ya 2012 na politics ya 2022 zinakaa same kulingana na wewe. Ukiangalia politics ya hizo time nimekutajia
Zinakaa same. Yes, because 82 sikuwa, but mzazi wangu aliniambia walifight 82 Moi mpaka hata jeshi ikachukua nchi for some time, but nothing changed. Nasikia sisi millennium 2007 after tukaambiwa sijui hawa watasikizana, huyu aongoze miaka, Kibaki aongoze miaka 5, Raila atakuja kuongoza miaka 5, wakakuja wakakosana. We fight for Raila, tulikuwa tunataka chukue. Very good. Wachia hapo wapi, mimi nikuulize swali lingine. Mimi wachia hapo nikuulize swali lingine. Assistant minister na hata yeye akatusahau na vitu zikapanda bei. So wacha nikuulize swali lingine. Madam. Haya, relax. Wacheni nionge bros. Nyinyi wote umeniruka tu. Niko maswali kwako. Hapi umeniruka. Huyu mmoja amekuja ameniruka. Siwache niseme kitu hata. Niseme kitu, tulia King. Nyinyi wote umeniruka. Samahani, waje tupatie huyu nani anaitwa semi kitu aongee kidogo. Sisemi kitu. Asante sana kaka yangu. Mama swali ataenda anataka kwenda kupika. Atakaribu ataenda. Ngoja. Sasa habibi, the question is, waje tu sasa utaongea tu. Ya, asante sana host. Siasa, mimi nakupenda video zako sana. Vile unauzanga Matiang'i kwa soko. Umeshinda watu wote hapa. Wewe ndio the real soldier. Mimi niliona hiyo video siku ya kwanza nikacheka. Nikasema, huyu jamaa ameacha kuuza sabuni, sasa hivi Matiang'i unauza kwa soko. Wala ndio ni mzuri. Siasa ni mzuri na bila unamuuza ni mzuri. Kwa sababu mtu lazima apigie debe mtu anapenda. Wala ndio hapo unasikia watu wako wengi hapa ni Matiang'i, wanatetea Matiang'i. Mimi swali najiulizanga. Matiang'i kuungana na Jubilee si mbaya, lakini mistake natoka hapa. Jubilee ilisakuwa chama ya Jubilee isakuwa president, isatoa president. Na chama ya Jubilee iweze toa president mara mbili. Kulingana na historia ya Kenya. Ya kwanza, je, hao watu wa Jubilee wako serious na Matiang'i? Kwa nini nauliza hii swali? Sijaona hao watu wa party wa Jubilee wana kampenia Matiang'i. Wengi yao unapata wako kwa linda wananchi camp. Wanafanya nini? Swali lingine lazima tujiulize. Kwa nini Jubilee iko strong kwa Mount Kenya kama unataka kupia Matiang'i president? Wapigane na Gachagua pale, washindane wao wagawani 50-50 pale kwa Mount Kenya. Mbona iko strong pale? Na mbona hao watu pole ndugu yangu mimi. Ngoja nimalize. Mbona hao watu auzi hii chama kwa county zingine au kwa province zingine? Hiyo kitu pia lazima tujiulize kama wale ambao wana support Matiang'i. Je, hao watu wako serious na sisi? Ni road test ndio wanatufanyia. Hiyo ndio swali ambao mimi najiuliza kwa hii group yenu. Na kitu kingine, acha nimalize bro. Nakupea chance utajibu zote. Chance nyingine nakupea. Kitu kingine Gachagua alifanya Matiang'i angefanya. Unaona vile Gachagua alifukuzwa kwa serikali. Kitu alifanya nini? Kwenda nyumbani. Kuunganisha Mount Kenya mzima. Wameru, Embu na Kikuyu wakakuwa kwa kitu moja. Kitu Matiang'i pia angefanya bila alikuja tu hivi. Bila lisasa anatakikana hivyo. Kitu angepigana nayo kwanza, angeunganisha nyumbani kwanza. Na nyumbani ninasema Nyanza. Nyanza nikisema ni Kisii na Wajaluo ndio kwa wengi Nyanza. Au wengine wanakuwa ni others. Wangeunganisha hawa kwanza. Ukienda hata kwa debe, unaenda na vote ya nyumbani na kufuata. Unaenda na jeshi ya nyumbani na kufuata. Hiyo ndio kitu ambayo wangepigana nao sana. Hata kama utashinda huko asubuhi na jioni. Hebu tuongee na ukweli. Siku gani uliona Matiang'i akikampeni Siaya, ngoja nimalize bro. Siku gani uliona Matiang'i akikampeni Siaya, Homa Bay, Kisumu, anashindia huko. Angalia nani Gachagua. Gachagua maisha yake yote anashindia na Central. Akitoka anaenda Ukambani anarudi tena huko. So nyinyi jiulize swali, je, hii chama ya Jubilee iko serious na Matiang'i? Wacha tujibu jamaa. Wacha nijibu jamaa. Huyu jamaa nimeshamuona. Ni ule same na Pinches. Tabia ni ile same na huyu Pinches. The same. These people from huko Nyanza, they don't want this Kisii man to come in power. That is something that they are looking at. Kindly, I'm from Western, but we support Matiang'i 100%. Because we want somebody who can deliver what we want. We want somebody for accountability.
Hii maneno yenye unatuambia sijui ati ya campaign huko Mount Kenya nini? Matiang'i is campaigning na hiyo kitu tunajua vizuri. Wewe unataka ati campaign yake ikae kama ile yenye Raila alifanyanga or something. Hiyo campaign za fujo Matiang'i hayuko. Usihusishe Matiang'i kwa vitu kama hizo. Matiang'i ukimwangalia vile anaongea politely and we like the way he's handling issues. You ask the question, you are given the answer directly. My friend. Hii maneno unataka sijui unataka Matiang'i aende abebe watu na mabasi, abebe watu na mabasi unajua alipeleka wapi. Disagreeing with you too. Musolin, na disagree with you Musolin. Kitu iko nataka kuambia leo, kama umepewa sukari na hujawahi onja sukari, lazima wataforce sukari kwa mdomo chako ndo ukule. Ndo usikie hii kitu ni tamu, uende kwa duka na pesa yako. Musolin, acha kujeneralize Wajaluo wote ati hawataki Matiang'i. Mimi ni mjaka, tena MP wangu ni Otienda Molo na hakuvote no kwa ile bill ilipitishwa. Alivote yes. Na hata sijui kwa nini alivote yes. I'm a Luo man. So, the moment unatuambia Luos don't want Matiang'i, no, that's not it. Acha kutugeneralize kwa kila kitu. I've said Nyanza, not Luo. Nyanza is big, but including Kisses. My friend, even the supers are there. Even the couriers are there, my friend. Don't limit. Hii sasa ndo na divide hivyo ndo hujasaidia na Matiang'i. Unaona Gachagua bila kupiga siasa yake. Unaona Gachagua bila kupiga siasa yake. Ameunganisha nini? Kikuyu, Wameru, Embu. Nyinyi kazi yenu siasa unapiga ni kugawa. Itakusaidia na nini? Acha ufala, yenda mpira. Hiyo ndio kitu nakwambia, itasaidia na nini? Ufala kila mtu iko na ufala. Itakusaidia na nini? Chezeni hiyo siasa kama itasaidia. Chezeni hiyo siasa kama itasaidia. Lazima upige hesabu yako, lazima uende na vote ya nyumbani. Unaweza chagua rafiki lakini jirani huwezi chagua. Bro, rafiki unaweza chagua lakini jirani huwezi chagua. Jirani huwezi chagua lakini rafiki utachagua. Vote ya nyumbani ni muhimu sana bro. Sikudanganyi. Sisi tunataka Mount Kenya, we want Mount Kenya to support Matiang'i. Hawataki ukabila. Nyinyi kama mnataka ukabila, we don't want it. Siasa ya Kenya ni ukabila bro. Wacha kudanganya hapa. Siasa ya Kenya ni ukabila. Sasa kumbe hivyo ndio ilikuwa idea yako. I knew it. Matiang'i sio ukabila. Matiang'i ni mtu wa stability. Siasa ya Kenya si ukabila. Mimi nilipenda uhuru. Unaona? Na mimi sikuwa Mkikuyu. Na mimi nikapenda Matiang'i. Na mimi si Mkikuyu. Sasa wewe sisemi kitu. Kama unataka kusema siasa ya Kenya ni ukabila, I don't know which Kenya are you. Kuzungumzia Makenya na mimi sitaki kujua maneno ya ukabila. Ukabila inaanzanga na wewe sisemi kitu. Si ni wajibu tu wanu. Huyo jamaa na wazimu. Matiang'i ni international, si wa kijiji. Wanya na wazimu. Matiang'i ni international. Waambie bwana. Naomba mtulie kidogo. Matiang'i ni mtu wa kila mtu. Mada ya leo ni have political views and opinion. Please let us not downplay people. Kila mtu akona opinion yake ya kupeana. Na wewe ndio kuna kura yako utajua utaweka wapi. Mtu akitoa opinion yake, wacha tu we respect it and move on. Let us argue from our own opinion, please, kindly. So my opinion is diverse. Watu wasifananishe masiasa zao za ukabila ya regions and what na ya Matiang'i. Matiang'i is international. Kwa sababu ukisema ukabila Matiang'i cannot make it because cases are less. My friend Matiang'i abaki kwa hiyo meza ya juu pale. No wonder they are tackling him. Sasa hiyo wanamwambia maneno ya yala because wameshindwa kumpeleka kwa regional level. Matiang'i ni international. Kindly. Matiang'i yako kwa level nyingine. Asante Musolini. Wacha nipatie Darts Gali aongee, then tuende kwa timu Matiang'i. Darts Gali huko? Darts Gali hayuko. Tuende kwa Matiang'i. Sawa. Nenda wapi wewe unawazi? Tuko wengi, nataka kuenda haraka. Toa mchango wako. Hizo unanitoa kwa hesabu lakini sawa tu. Anyway, nimesikia watu but according to vile nimesikia watu wako kwa platform ni watu wa 2017 na 2022. Kuna mtu wa 2037. So, wale watoto machenzizi. Matiang'i is an international figure. Hajaanza kazi leo.
In fact kwa opposition wote, Matiang'i is the only person anajua mipaka ya Kenya mahali inafika. Ukitaka tu kutafuta presidential candidate, unatafuta mtu anaelewa Kenya vizuri. So kulingana na hizo vitu zote mnaongea, hata ukitafuta mtu hii Kenya ataweza kuwa president, hakuna mtu utapata apart from Matiang'i. The second thing, the sitting president, mtu peke yake mwenye ataweza sikiza ni Matiang'i. You know, wengine hamjui mtu mlichagua, you just went and voted sababu mliona machozi, but you never know the real person you voted for. It happened, machozi yake ikamsaidia, sasa mnaona mahali tuko. And it's good that nyinyi watoto who voted now mmeona. So we need a person mwenye akiongea huyu mtu anasikiza. Na ukiangalia vizuri, apart from Gachagua was impeached, will never be the president of Kenya until verified. Apart from Matiang'i na Gachagua, hao ndio watu mtu utazangia eye to eye the sitting president. Hao wengine wote ni mtu anaambiwa upate atoka. We need somebody to bulldozer, mtu mwenye atasimama aongee asikize. Kwa hii Kenya the only person that we have ni Matiang'i. Na sababu nasema hivyo, wote mmeona vile Matiang'i amefanya kazi. Hakuna sekta yenye alienda fanya kazi yenye ionekani, mahali alikanyaga aliacha footsteps. Sasa huyo ndio mtu tunataka. Sijui nitaeleza vipi, but before you argue, know the person that you are arguing about. Sasa mkitaka kutuambia the sitting president, mnaona machozi. Machozi tu ndio ilimweka kwa kiti, hakuna kitu nyingine. Anyway, I'm very sorry to say that. Mwenye nimehurt, jua hiyo ndio ukweli. Let me add to Daddy's guy. Msolini tulia kwanza. Wacha nijibu kwanza Daddy's guy. Alikuwa anauliza mtu wa 2013. Mimi ni mtu wa 2013, nilifanya mtihani wakati ya George Saitoti. Alikuwa Minister of Education. Unajua Gen Z waelewi, wanafikiria George Saitoti mtihani yake ilikuwa rahisi. That guy was fair, free and fair. Mtihani ikitoka iko hivyo. Sasa Matiang'i ndiye alikuja akarudi kwa hiyo step ya George Saitoti those years. My friend, sasa kindly, Matiang'i is the best option ever in Kenya. As a millennial, I'm telling you the truth. Hakuna kitu unifurahisha kama mtu akiongea hivyo jamani. Thank you my brother. Na kitu ya mwisho na kuwakumbusha ni kitu ya kuwakumbusha ya mwisho ni mute by saying watu wenye wakomboe Kenya walikufa wote. Walitolewa wote, hakuna mtu mwenye alibaki. Only person mimi ni Matiang'i. Ukiona kama vile Saitoti ya zake Kajwang' mwenye walikufa na nani, watu walikufa wote. The only people that Kenya wangebadilisha hii Kenya Kina Michuki, those people.